kiongozi wetu katika mkutano wa ALN atoe ufafanuzi juu ya kile kitabu ambacho Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alikishika na kutoa ufafanuzi wake. Karibu. Majina yangu naitwa Mwinjilisti Paulo Ndutu. Mimi natoka huduma ya A Light to the Nation. Nafanya kazi na mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Dana Morey kwa miaka mingi sasa, miaka kama 7. Ninaomba tu nifafanue kile kitu ambacho kilifafanuliwa na Mkuu wa Mkoa jana kwa habari ya huduma yetu kujihusisha na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Kwanza naomba nilikatae hilo. Hilo halipo. Huduma yetu ni huduma ya kimungu kabisa, na mtumishi wa Mungu ana heshima zake kabisa. Yeye ameokoka, ametumika pamoja na mwinjilisti marehemu Reinhard Bonke kwa miaka mingi, mpaka pale Mungu alipomuita na akaanzisha huduma ya A Light to the Nations. Na tuna makao yetu makuu. Tuko tayari kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkiwa tayari kutuchunguza, tuko tayari. Makao yetu makuu ya Afrika yako Rwanda, sehemu moja panaitwa Bugesera Nyamata. Karibuni sana. Najua serikali yetu tuna mahusiano mazuri na nchi ya Rwanda, tunaye balozi wetu kule. Kwa hiyo karibuni, serikali yetu mnaweza kukenda kuchunguza pale. Lakini kule Marekani Chicago, ambako ndio makao makuu ya huduma yetu, na penyewe tunawakaribisha kutuchunguza. Tunao balozi wa Marekani Tanzania huko Marekani. Kwa hiyo tunawakaribisha, tuko tayari kuchunguzwa. Huduma yetu tunasimamia mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuhubiri neno la Mungu kwa waliopotea. Jambo la pili kuhamasisha kujenga mwili wa Kristo, na jambo la tatu tunasaidia wenye uhitaji. Na tumefanya hivyo nchi nyingi. Kule Ukraine tumejenga vituo vingi vya watoto yatima miaka mingi iliyopita. Hata nchi za Afrika Mashariki, Uganda tumefanya, Burundi tumefanya, Rwanda tumefanya, na hata hapa Tanzania, kwa sababu sio mara ya kwanza kuweza kufika. Sasa naomba nifafanue hiki ambacho kilielezwa kwamba kina mahusiano. Alama hii ni alama ya kiganja yenye vidole vitano. Haina mahusiano yoyote na kitu kinachoitwa ushoga. Waandishi wa habari, ninyi mnaweza mkaingia Google mkajaribu kusearch. Alichokionyesha mheshimiwa jana ni kitu ambacho kinatumiwa na watu wa stationery, wakiwa wanachapa vitu mbalimbali. Ukiandika hands with vectors, hands with heart vector image, utaiona hiyo image ya mikono mingi. Haina mahusiano yoyote na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Kwa hiyo naomba nilikanushe kabisa hilo. Sasa kwa nini tukabuni nembo hii katika vitabu vyetu lakini katika mpira? Jambo la kwanza, kama tunavyojua, watoto hupenda kujifunza kwa kuangalia, kwa kupenda kuangalia rangi. Walimu wanajua hilo, na saikolojia ya mtoto ndivyo ilivyo. Mtoto anapenda kujifunza kwa kuangalia. Ndio maana wanawekewa katuni, ndio maana wanabuniwa vitabu vya watoto viko namna hiyo. Sasa tuliweka kiganja hiki kikiwa na maana kamili. Hata jana kwa Mkuu wa Mkoa walipotukaribisha, tuliweza kuelezea namna ambavyo nakwenda kuelezea sasa hivi. Inamaanisha nini hivi vidole vitano? Hii picha ambayo ina alama ya kopa inamaanisha upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Ndiyo maana yetu tulioiweka hapa. Na huu upendo wa Mungu kwa mwanadamu, yako mambo matano ambayo mwanadamu anapaswa kuyakumbuka, ambayo tukienda shuleni tunawaambia jambo la kwanza, tunawaambia vijana wafanye hivi. Hivi unajisikiaje mtu akikunyoshia hivi? Watasema najisikia vizuri. Sasa hii inaitwa habari mbaya, habari njema, inaitwa habari njema. Habari njema ni kwamba Mungu anampenda kila mtu. Ndicho tunachohubiri kwenye huduma yetu. Lakini kidole cha pili ni hiki ambacho mtu akikusonta namna hii inamaanisha nini? Inamaanisha habari mbaya. Habari mbaya ni ipi? Sisi ni wenye dhambi, tumelisti dhambi ya asili. Na maandiko yanasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Kidole cha tatu huwa tunakinyosha hivi, ishara ya bastola. Na tukienda mashuleni, na hata siku ya kwanza tumeanza kwenda mashuleni, tulikuwa na mheshimiwa afisa elimu takwimu sekondari, na siku ya pili, siku ya Ijumaa, tulikwenda naye tukaelezea hivi kwamba alama ya bastola inamaanisha nini, ama bastola kazi yake nini? Ni kuua. Kwa hiyo watoto tunawaambia hii alama ya bastola inamaanisha habari mbaya zaidi. Na habari mbaya zaidi ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa tunawafundisha watoto, mkiishi katika maisha ya kutenda dhambi, maana yake mkifa iko jehanamu ya moto. Lakini kidole cha nne tunawaambia watoto wanyoshe hivi. Hii inamaanisha suluhisho. Suluhisho ni nini? Suluhisho ni kuacha dhambi, na suluhisho ni kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Lakini kidole cha mwisho huwa tunawaambia hiki
ufanye nini sasa? Tunawaambia muamini Yesu ama muamini Mungu kulingana na imani yako, nawe utaokoka. Kwa hiyo na tukaviweka pia kwenye mipira kwamba watoto wanapocheza mipira wakumbuke ule ujumbe ambao tumewafundisha. Lakini mpira huu uko na emojis ama vikatuni hivi. Katuni hizi zinamaanisha nini? Zinamaanisha ule ujumbe ambao nimeusema sasa hivi. Kuna katuni ya kwanza inatabasamu. Hii katuni inamaanisha habari njema, Mungu anampenda kila mtu. Lakini katuni ya pili imekasirika, inamaanisha habari mbaya, sisi ni wenye dhambi. Katuni ya tatu imekasirika sana. Imekasirika sana katuni ya tatu. Inamaanisha nini? Habari mbaya zaidi, mshahara wa dhambi ni jehanamu. Katuni ya nne inaanza kutabasamu kidogo. Hii hapa. Inatabasamu kidogo ikimaanisha suluhisho la maisha yetu ni kumkabidhi Yesu maisha yetu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na katuni ya tano imetabasamu sana mpaka ulimi muonekana, ikimaanisha ufanye nini sasa? Ni kumpokea Bwana awe Bwana, kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na mipira hii, ndugu wa Tanzania, mipira hii imepitia bandari ya Dar es Salaam kabisa. Imekaguliwa na TRA, imekaguliwa na TBS, hatuna mashaka na mipira hii. Kwa hiyo kama kungekuwa na shaka tungeambiwa mwanzoni kabisa. Lakini niombe tu wa Tanzania muelewe kwamba huduma yetu tumefanya sehemu nyingi sana hapa Tanzania. Tulikuwepo mwaka 2020, 2021 na 2020 na 2020, 21 na 22. Tukaenda nchi ya Burundi mwaka 2023. Mwaka 2024 tukaenda nchi ya Rwanda. 2025 mwaka jana tulikuwa nchi ya Uganda. Na kama mnavyojua Uganda ndio wako very sensitive. Tunajua Rais Museveni mambo ambayo yuko against kabisa na mambo ya ushoga. Ingekuwa ni hivyo basi Uganda wangeweza kutukamata. Kama nilivyosema, tuko tayari kufanyiwa uchunguzi, makao yetu makuu pale Rwanda, lakini kule Chicago, kwa sababu serikali zetu tunajua ni serikali sikivu na ina wawakilishi ambao wako maeneo kama hayo. Kwa hiyo hatujihusishi na ushoga, ila tunakemea na ushoga. Tuko siku ya juzi tarehe 15 tulikuwa tunamalizia mkutano pale Shinyanga, na tukiwa Shinyanga mwinjilisti Dana Morey alikemea jambo la ushoga peupe kabisa. Waandishi wa habari tutawapa hizo clip mtaona. Lakini kama unataka kujiridhisha pia na huduma yetu, tunakuomba uingie Facebook, ukiandika A Light to the Nations utaiona. Ukienda YouTube A Light to the Nations utasikiliza hata hayo mahubiri. Kwa kama kuna aina yoyote ya ushoga utaipata. Lakini ukweli ni kwamba sisi ni wahubiri, tunawahubiri habari njema za Kristo. Na tulikuja Tabora. Tumekuja Tabora, tumefuata utaratibu kamili. Tumepokelewa na chombo cha CPCT ambacho ni chombo ambacho kiko makini sana cha makanisa ya Kipentekoste. Na tunashirikiana na makanisa yote. Baada ya kupokelewa tulipewa vibali maalum. Tuna vibali vyote vya mkutano tunavyo. Tuna vibali vya kufanya matangazo. Na hata tarehe 6 ya mwezi wa pili, viongozi wetu wawili walikwenda ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, wakampatia mipira miwili na akafurahi. Akasema kwamba anatukaribisha. Sasa kama jambo lingekuwa lina ukakasi, basi toka mwanzo kabisa angeweza kufafanua vizuri ama kutuita kutuchunguza. Lakini tunasikitika sana kwa sababu kiongozi wetu mkubwa anayeheshimika sana, anaheshimika na serikali ya Marekani, anaheshimika kwa wainjilisti wote, na huduma yetu ya Nuru kwa Mataifa ni huduma kubwa inayofanya vizuri eneo la uinjilisti. Kwa hiyo hatujihusishi na mambo ya ajabu, lakini tupo kumhubiri Kristo ili kwamba awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini jambo la mwisho ni waombe wa Tanzania muelewe kwamba ile siku ambayo tumekwenda kuanza kutembelea mashule tulipatiwa kibali kabisa